Karibu mpenzi mtazamaji wa channel yetu ya Gospel Line. Leo nataka nikuonyeshe baadhi ya mambo na matukio ambayo yanatokea nyakati hizi za mwisho tulizo nazo. Okay, huu ni mji wa Shilo na hao unaowaona ni Red Heifer au ng'ombe mwekundu. Ng'ombe mwekundu hawa wamechukuliwa katika mji wa Texas huko na rabbis wa Israeli, kwa maana rabbis wa Israeli walikuwa wanatafuta sana hawa Red Heifer, ng'ombe ambaye ni mwekundu ambaye hana doa, kama Mungu alivyoagiza katika kitabu cha Hesabu sura ya 19 namna ya kufanya utakaso hekalu. Wanajiandaa Wayahudi kwa ajili ya hekalu linalokuja ambalo litajengwa, ambalo hilo hekalu tunazungumzia kwamba atakuwepo mpinga Kristo, ndipo atasimamisha chukizo la uharibifu. Huu ni mji wa Shilo, ambapo katika mji huu ndipo lipo kuwepo hekalu la kwanza kabla ya kujengwa la Sulemani. Hema ya kukutania ile ilikuwepo hapa, na hawa ndo Red Heifer ambao walikuja katika mji huu wa Shilo, na lilikuwepo hapa na ibada za utakaso zilikuwa zinafanyika mahali hapa katika huu mji wa Shilo. Na hao ndo Red Heifer ambao wametoka Texas na walipokelewa na Wayahudi wasiopungua 300 kama 300 hivi. Walipokelewa kwa sherehe maalum, ambapo walichukua zile tarumbeta la pembe lile, wakapiga, wakasherekea namna ya kuwapokea wa Red Heifer kwa ajili ya hekalu la 3 la Sulemani, ambalo tunaita ni hekalu ambalo mpinga Kristo atasimamisha chukizo la uharibifu. Hao Red Heifer wamechukuliwa huko Texas kwa Mkristo mmoja ambaye alikuwa amewafuga, kwa sababu walikuwa wanatafuta namna ya kuwapata hao Red Heifer, na nchi ya Israeli ni ndogo, lakini wameenda kuwapata huko Texas kwa Mkristo mmoja au rabbis, kwa sababu kuna rabbis Chaim Rabbi Richman, kuna rabbi anaitwa Richman. Unajua majina ya Kiyahudi ni magumu sana. Huyu ambaye anasimamia hii institute ya kutengeneza hii temple mpya au kujenga hekalu jipya la Sulemani ambao litajengwa katika maeneo haya. Naona sasa hizi maeneo haya kuna msikiti wa Alexa na Dome of the Rock, kama unaiona katika haya maeneo ndipo litajengwa hekalu la namna hii, ambapo hiyo Dome of the Rock itabomolewa na huo msikiti utaondolewa kwa namna yoyote. Na ndio maana unaona Wayahudi wako katika vita kubwa ambayo wanachukiwa hata na mataifa mengi, na Biblia ilishatabiri ya kwamba nyakati za mwisho Israeli Mungu ataiweka kama jiwe la kukwaza. Mataifa mengi atajikwaa kwao, na wote ambao watajaribu kwenda kinyume na Israeli watapata jeraha. Mataifa yoyote ambayo yataenda kinyume na Israeli lazima wapate jeraha, na ilitamkwa kwamba Israeli itachukiwa na dunia nzima. Angalia chokochoko saizi, Israeli inachukiwa, inaonyeshwa inachukiwa, inasema kwamba ni taifa ambalo linaua watu, limekiuka haki za binadamu. Kila taifa linachukia Israeli. Ndio kipindi hiki, na hawa ndo Red Heifer ambao wametoka Texas, na hawa ndio watakaotumika katika ibada ya utakaso wa lile hekalu. Mungu alishaweka sheria katika kitabu cha Hesabu sura ya 19. Alisema kwamba huyu ng'ombe mwekundu atatafutwa, ng'ombe mwekundu asiye na mawa, asiwe na doa, asiwe na kitu chochote, ambaye atachinjwa na kuhani. Alafu katika kuchinjwa na kuhani, yale majivu yake ambayo watakuwa wametoa kwenye madhabahu, wamekoka, kwa sababu kwenye madhabahu si wanaiwasha moto. Baadaye yale majivu yale yao Red Heifer yatachanganywa na maji yaliyo hai. Yale maji yatakuwa yanatumika kama utakaso. Kuna sheria nyingi alizoweka kwamba kuhani kipindi anapochukua hayo majivu atakuwa najisi kwa muda wa siku kadhaa na kadhaa na kadhaa. Nadhani hapa ndipo lilipokuwepo hekalu la Sulemani. Unaona kuna msikiti huo wa Dome of the Rock, ambao katika huo msikiti ndipo katika hilo hekalu litakalojengwa, itakapobomolewa msikiti, ndipo mpinga Kristo atakaposimama, atasimamisha chukizo la uharibifu, naye atataka kuabudiwa. Ndipo Wayahudi watakapoenda kinyume na mpinga Kristo, ndipo itakuja kutokea vita ya Armageddon. Vita ya Armageddon ambayo itakuwa ni vita kubwa sana. Mataifa yote yataigeuka Israeli, watataka kulifuta taifa lile Israeli isiwepo tena, kama inavyosema kitabu cha Ufunuo, lakini Yesu atakuja kuamua hiyo vita ya Armageddon. Na zani mpenzi mtazamaji utakuwa unanielewa. Yesu atakaposhuka na watakatifu ataamua hiyo vita, na atashuka katika
mlima Horeb, na katika mlima wa Mizeituni pale, na utagawanyika, na itakuwa ndo hivyo. Mungu atakuja kutawala baada ya miaka 1000, na kama vile kitabu cha Ufunuo kinachozungumza. Na kuna mambo mengi ambayo yametabiriwa ambayo yapo katika kitabu cha Ufunuo, katika kitabu cha Daniel, unabii ambao vimezungumza kuhusiana na hiki. Lakini jambo la muhimu ambalo nilikuwa nataka nikuonyeshe leo ni ujio wa hawa Redaifa. Hawa Redaifa ambao ni ishara kubwa ya kutuonyesha kwamba dunia iko mwishoni, kwa sababu hawa Redaifa ndio watakaotumika katika utakaso wa lile hekalu. Na hekalu limeisha wekewa, hata makuhani wameshafundishwa, wameshakuwa trendi. Na kuna rabi anaitwa Chaim Richman rabi, nadhani ndo anayesimamia hii institute, hii taasisi ya kujenga hekalu, na kila kitu kimeandaliwa. Hata zile nguo za makuhani za kuvaa zimeishaandaliwa, kila kitu kimeandaliwa. Yani ni hekalu tu kuja kujengwa, afu baadaye Wayahudi wafanye utakaso kwa ajili, yani hao ng'ombe ambao wameletwa au Redaifas au ng'ombe mwekundu, huyo ni kwa ajili ya utakaso wa hilo hekalu, kwa sababu pale panaonekana kwamba palikuwa na ibada za miungu mingine, na palikuwa na mahekalu ya miungu mingine kama misikiti huo Dome of the Rock na Alexa, ambazo zinatumika na Waislamu kwa ajili ya ibada zao. Kwa ili pafiti kuwa na hekalu la Mungu, lazima patakaswe, na patatakaswa kwa njia hiyo. Na ndo rabbis ambao walienda kuwatafuta hao ng'ombe kutoka Texas, kwa sababu nchi ya Israeli ni ndogo, walishindwa kuwapata hao ng'ombe, wakawapata katika nchi ya Marekani huko Texas, na wamewapata, na walienda kuwathibitisha marabi wenyewe, kuwakagua kwamba wana qualify, wana sifa zile ambazo zimetamkwa kwenye Biblia, na wamepata. Na nao ndo wao wako 5 ambao watatumika katika ibada ya utakaso. Na baada ya hapo hekalu litajengwa. Kumbuka kipindi chote hichi ambacho hekalu linaenda kujengwa na mpinga Kristo anakuja kusimamisha chukizo la uharibifu katika ile hekalu, watakatifu watakuwa hawapo duniani, au wale waliookoka watakuwa hawapo duniani. Kwa mpenzi mtazamaji, na kuencourage umpokee Yesu mapema kabla kipindi hiki hakijaja, kwa sababu hiki ni nyakati za mwisho, na Biblia imesema kipindi cha mwisho kanisa, kuna matukio yatatokea katika dunia na kuna matukio yatatokea katika kanisa. Matukio ambayo yatatokea katika dunia ni njaa, vita na matetemeko, lakini matukio ambayo yatadhihirisha ujio wa Yesu ndani ya kanisa ni kuchukiwa kanisa, kitu cha kwanza. Alafu kitu cha pili, kanisa upendo utapoa. Yani upendo utapoa, wale waumini au watakatifu wengi sana watarudi nyuma. Wengi sana watarudi nyuma kwa kuchoka, kwa kushindwa, watarudi nyuma wengi sana, kwa sababu upendo utapoa, upendo wa kumpenda Mungu utapoa. Lakini pia indiketa nyingine ya kanisa ni pale ambapo kanisa, injili itahubiriwa kwa mataifa yote, na injili na nabii za uongo na injili ya uongo pia itahubiriwa, na injili ya ukweli itakuwepo humo. Injili ya uongo ya kuwatia moyo watu, ya kusema kwamba hakitatokea kitu, msijali, enendeni kwa amani ya Bwana. Yani watawafariji watu kwa namna ambayo ni ya kawaida sana. Injili ya kufariji, ya kusema hakitatokea kitu, wala msiogope, hali mbona iko sawa. Kama makanisa ya siku hizi ukihubiri habari za uamsho, watu hawataki, wanasema tuamke vipi wakati sisi tumeshaamka, lakini hawajijui kwamba wako katika hali mbaya. Injili ya uamsho, wahubiri ambao wanasema wanahubiri amani ambapo hakuna amani, wanahubiri, wanawaambia watu msiogope, msijali, hakitatokea kitu. Yani wanasema mambo ya amani, 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 ili watu wasije wakatubu, wasije wakajijua kwamba wako katika hali mbaya, wala wasijitambue kwamba hali si sahihi ambayo walionayo ya kiroho. Hali ya kiroho imepoa, hali ya kiroho imeshuka. Vitu vilivyopo duniani vimeingia kanisani kwa kiwango kikubwa, na wahubiri wanahubiri amani tu wakati hakuna amani.
wanahubiri amani tu wakati Yesu yuko karibu kuja, wanahubiri amani tu wakati kuna mambo ambayo yanalifanya kanisa disqualify au lisiwe na sifa ya kuja kunyakuliwa na Yesu Kristo. Ndio kipindi hiki. Mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa channel yetu ya Gospel, jitahidi, jiandae mwenyewe kama mahali ambapo unajua kabisa inahubiriwa injili ya kweli. Acha kuenda kwenye makanisa ambayo wahubiri waliochoka, ambao hawataki, hawana mpango wa kwenda mbinguni, au ambao Biblia inasema wanaamini amani, wanahubiri amani, ambapo hapo kipindi ambacho hakuna amani. Wanawahubiri watu kwamba hakitatokea kitu, msio na wasiwasi, tuko safi, tuko salama, tuko katika hali nzuri, wakati hali si sawa, hali si shwari. Mungu akusaidie mpenzi mtazamaji, uokoke, umkubali Yesu. Amen.